sisi kama vijana tulisikia mpango wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba anahitaji kila halmashauri ya mkoa wa Kagera iweze kutenga maeneo kwa ajili ya vijana kujiendeleza katika shughuli ya kilimo. Kama vijana tulivyosikia tangazo hilo, tukahamasika na tukaomba, tukaandika kwa serikali ya kijiji Makongora kwamba sisi ni vijana ambao tuna utayari na tuko tayari kuliunga mkono hilo wazo la Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Baada ya hapo tukaandika barua tukajibiwa na serikali ya kijiji kwamba eneo lipo, ila mpaka tusubiri halmashauri ya wilaya ya Mleba. Tunashukuru sana halmashauri ya wilaya ya Mleba, haikusita, ilitupa majibu ya kwamba tumekubaliwa na kutupatia eneo la ekari 300, na kama vijana wakatufanyia kila kitu. Tulilimiwa, tukaletewa bulldozer kwa ajili ya kusambaza na kungoa visiki, tukalimiwa, tukaletewa mbolea mpaka tukapandiwa miche ya kahawa, na kila kijana akapewa ploti ya ekari 1 na bado tunaendelea kushukuru halmashauri ya wilaya ya Mleba pamoja na serikali kwa ujumla, kwani baada ya kuona hivyo kwa vijana waliandaa programu ya kuingia kwenye vikundi, na tayari vikundi 8 vya vijana 57 kati ya 300 viliweza kuwezeshwa mkopo wa 10% ambao umesaidia kwenye hizo ekari 57 kupata maji ya uhakika, kupata mbolea na kupata viuatilifu. Mheshimiwa Waziri, sisi kama vijana tunazidi kuishukuru serikali kwa hiki ilichotufanyia. Na hapo kama vijana na kama mwenyekiti wa vijana bado tuna changamoto ambazo tunaomba sasa kwa nyinyi serikali. Tunaomba kwa hawa vijana wenzetu 243 ambao wamesalia, Wizara ya Vijana iweze kututengea mkopo ili na wao mashamba yao yafanane kama haya 57 ambayo yameshatanguliwa kufadhiliwa na kusaidiwa. Mheshimiwa Waziri, tumepata mkopo wa 10% kwa vikundi 8 ambao kila kijana amepewa mkopo wa milioni 4,227,027 ambao kwa vijana 57 ni sawa na milioni 240,900,039. Tunashukuru sana halmashauri ya wilaya ya Mleba pamoja na serikali kwa ujumla kwa hiki inachokiendeleza kwa vijana, kuonesha kwamba inamuunga mkono Mheshimiwa Rais katika jitihada zake za kuwasaidia vijana na Watanzania na vijana wa Mleba kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, ombi letu kwa vijana ambao wamebaki, tunaomba wapatiwe mbolea, wapatiwe mfumo ya maji na wao wawe na uhakika wa kulima kama sisi, na wapatiwe viuatilifu shambani. Mheshimiwa Waziri, tunaomba kama vijana serikali itufungie mfumo wa kisasa wa drip shambani, kwa sababu tushauona kwenye mashamba mengine huko tunakokuwa tunaangalia ni mfumo mzuri na unaendana na kilimo cha kisasa. Mheshimiwa Waziri, maombi yetu kwa serikali, tunaomba shamba letu mliingize kwenye mfumo wa BBT, kwa sababu halmashauri ya wilaya ya Mleba haiwezi kazihudumia ekari 300 zote bila kupata ufadhili wa serikali na mkono wa serikali. Cha kwanza nataka niwape pongezi kubwa sana nyie kama vijana. Vijana wengi wakisikia kilimo wanafikiri ni kwa mtu aliyeshindwa maisha ndo anakwenda kulima, lakini Daktari Samia amesema kilimo ni biashara, kilimo ni uchumi, na nyie mnachofanya hapa ni kujikomboa kutoka kwenye changamoto za kiuchumi, na serikali tayari imeshaweka nguvu kubwa sana kuona namna ambavyo inaweza kuwasaidia. Sasa yako mambo machache ambayo ningependa nieleze kabla sijazungumzia changamoto ambayo mmenielezea. Mheshimiwa Rais ameweka kipaumbele kikubwa sana kwenye masuala ya vijana, na nyie mnafahamu, si ndio? Ndio. Kwanza tunaona jinsi ambavyo halmashauri zetu zimeagizwa kutenga 4% kwa ajili ya kusaidia vikundi vya vijana, na nyie hapa mlichopata ni kwa sababu ya hiyo 4% ambayo imetengwa. Lakini Mheshimiwa Rais alipita nchi nzima, kila mahali akapita, akasema tutakapompa nafasi atahakikisha masuala ya vijana anayapa kipaumbele. Na kwa kuthibitisha hilo, baada tu ya kuchaguliwa aliunda wizara ya maendeleo ya vijana ambayo ameiweka chini ya ofisi yake. Hiyo ni kuonyesha kwamba anamaanisha hiyo wizara anataka kuona matokeo na hataki mtu acheze nayo, si ndio jamani? Sasa katika wizara amenipa mimi nafasi, ameniamini na akaniambia nenda kafanye kwa niaba ya vijana wenzako. Na mimi nikamwaahidi kwamba kwa sababu naenda kufanya kwa niaba ya vijana, sitaletewa ripoti ofisini. Nitakwenda mpaka wanakopatikana vijana,
ili nione kwa macho yangu, nisikie changamoto zao, ili tuzitatue na tusonge mbele kama vijana wa taifa hili la Tanzania. Ndio maana leo ningeweza kukaa kule ofisini wakanipatia ripoti, lakini nikasema hapana. Tumeenda kwenye vizimba, tumeona mpaka kule ndani ya maji tumeingia, tumeenda kwenye matofali nimeona, na nikasema na shambani, hata kama tumechelewa, hata kama ingekuwa giza ningekuja, kwa sababu nilikuwa nataka nione kwa macho yangu na niwasikie ninyi, nisisikie tu kutoka kwa viongozi ambao wanaweza kuniambia. Sasa hii hatua mliofikia ni kubwa sana, na mipango aliyoweka Mheshimiwa Rais ni kuona kwamba kila kijana ambaye ameamua atatumia rasilimali zinazopatikana katika maeneo yake, basi atapewa kipaumbele katika kusaidiwa ndoto yake iweze kutimia. Kati ya ahadi ambazo alizitoa, mojawapo alisema ndani ya siku 100 ambao tumebakiza siku chache sasa hizi, alisema atatoa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na makampuni machanga. Katika hayo makundi ya wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na makampuni machanga, watu wengi wanaopatikana katika hiyo grupu ni vijana. Kwa maneno mengine, alichokuwa anajaribu kusema ni kwamba pesa nyingi anayotaka kuipeleka sasa hivi anataka kuipeleka kwa vijana, na programu ya utoaji wa pesa hiyo tayari umekwisha kuanza. Lakini ziko fedha zinatolewa kwenye Wizara ya Kilimo ambazo maana yake zenyewe zinalenga kuja kuwasaidia vijana kama nyinyi ambao tayari mmeanza kupiga hatua. Badala ya kukaa kulalamika, mmesema hapana, sisi tunataka matokeo, na hao ndio aina ya vijana ambao Mheshimiwa Rais anataka kuwasaidia. Sasa nataka niwahakikishie vijana mlioko hapa, kwa sababu nyie mmeanza hatua ya kwanza, na nyie wenyewe mmezungumza kwa maneno yenu kwamba serikali iliwapa ardhi bure, au mliuziwa? Mlipewa ardhi bure. Sio hivyo tu, likaletwa trekta likatengeneza shamba, mkapewa na miche, ili tu kuhakikisha kwamba hakuna kisingizio cha kufeli. Kama serikali ilivyoanza kuwashika mkono ili kuanza, itawashika mkono pia ili kuendelea pale ambapo mnatakiwa kufika. Kwa hizi changamoto ambazo umezisema hapa, mimi nazichukua na niwapongeze sana viongozi wa halmashauri, kwanza kuanzia mkuu wa mkoa ambaye alikuwa na maono ya kufanya jambo hili, lakini wakuu wa wilaya, wakurugenzi ambao waliona umuhimu wa kuwashika vijana na kuanzisha programu hii. Sasa najua na wao wataendelea kufanya, lakini mimi nitapeleka salamu kwenye Wizara ya Kilimo ambao unajua kupitia Benki ya Kilimo wanazo program za kusaidia watu wako katika kilimo. Lakini pia nitapeleka salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba wako vijana ambao tayari wameanza kupata matokeo, tuendelee kuwawekea nguvu na kuwasaidia zaidi ili wapate matokeo makubwa zaidi. Kwa napenda kuhakikishia katika hichi mnachokifanya, serikali itaendelea kuwa pamoja na nyie, na sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tutahakikisha miradi inayohusiana na uwezeshaji wa vijana itakapokuwa inafanyika, basi na vijana ninyi mnayeshughulisha na kilimo hapa Muleba mtakuwa pia kati ya watu ambao tutawapa kipaumbele kikubwa sana ili kutatua changamoto zenu. Sasa kilimo ni moja ya eneo la msingi na la muhimu sana katika kukuza uchumi wetu. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais katika maono yake ameahidi anataka kutengeneza ajira 8,500,000 ndani ya miaka 5 ya utawala wake. Katika hizo ajira 8,500,000, mahoteli ya kiuchumi ajira 1.4 zinatakiwa zitoke katika eneo la kilimo, na sio tu kilimo cha kawaida, kilimo cha kisasa. Na ndio maana nimefurahi mlipokuwa mnaeleza kwamba mkishalima mnataka muwe na uwezo wa kuhifadhi mazao yenu, kwa sababu moja ya changamoto ni kwamba tunayoipata, wakulima wengi wanalima lakini post harvest loss wanasema, yani mazao mengi yanaharibika baada ya kulima, yanapoteza thamani na mengine yanaharibika. Sasa kwa sababu nyewe vijana mmeamua kujipambania na mmeshachagua eneo lenu, moja eneo ambalo tutaweka mkazo mkubwa sana ni kutafuta miundombinu itakayotunza mazao yenu ili baada ya kuvuna yasiharibike, muweze kuyatunza kwa muda ambao mnataka, ili pia asipoteze thamani, muweze kuyauza pia. Kwa hiyo hicho pia tutakishughulikia na majibu yake mtayapata, ili mtakapovuna msiharibikiwe mazao yenu ambayo tunajua atakwenda kwa mua kiuchumi.